Unazidi kutazama KTN leo weekend ukiwa nami Davis Mberia, na insaidia katika lugha ya ishara si mwingine bali ni Lois Angel. Tuanzie kule Homa Bay. Ni kwamba vurugu zimetokea katika kaunti ya Homa Bay leo asubuhi kabla ya mkutano wa kisiasa wa Linda Mwananchi katika eneo lilokuwa ngome ya hayati Raila Amolo Odinga. Homa Bay sasa imegeuka kuwa uwanja wa ushindani mkali kati ya viongozi wa ODM walio katika serikali pana na wale waliojitenga na mrengo huo. Katika vurugu hizo, wanahabari wawili wa AFP waliripotiwa kuburuzwa barabarani, kupigwa na kushambuliwa na wahuni waliokuwa wamejihami kwa silaha butu. Bentura Komboka anaripoti. Kikosi cha Linda Mwananchi kiliingia katika ukanda wa Nyanza, kaunti ya Homa Bay, eneo lililokuwa ngome ya hayati Raila Odinga. Lakini sasa lilionekana kuwa kitovu cha ushindani mkali wa kisiasa kati ya makundi hasimu. Baada ya kuzuru maeneo ya magharibi kupigia debe kampeni za Linda Mwananchi, aliyekuwa katibu mkuu wa ODM Edwin Sifuna alielekeza kampeni zake Homa Bay, akilenga kuimarisha ushawishi wake na kupanua kambi yake ya kisiasa. Ni katika ngome hii ambako viongozi wa kisiasa waliowahi kukaribishwa kwa ukarimu wakifuata nyayo za hayati Raila Odinga, lakini leo mapokezi yalikuwa tofauti. Kilichoanza kama shughuli ya kisiasa kiligeuka haraka kuwa vurugu. Katika maeneo kadhaa njiani, joto la mvutano lilionekana kuongezeka. Huko Nyandhiwa, kundi la wahuni waliokuwa wamejihami kwa panga na silaha butu liliwatonga wakazi na kulazimisha baadhi ya biashara kufungwa. Katika barabara ya Homa Bay Rongo, mawe yaliwekwa barabarani na moto kuwashwa katika jaribio la kuzuia msafara huo. Msafara huo ulilazimika kutumia njia mbadala ya Gwasi kuelekea soko la Sindo. Msafara wa aliyekuwa gavana wa Bungoma Wycliffe Wangamati pia uliripotiwa kushambuliwa katika eneo la Sumbi. Huko Ndhiwa, polisi walilazimika kutumia vitoa machozi kuwatawanya wahuni waliokuwa wakijaribu kuzuia msafara huo uliokuwa chini ya ulinzi mkali wa polisi. Waandishi wa AFP Fred Oko na Brian Ongoro pia walinaswa katika vurugu hizo. Waandishi hao waliripotiwa kuburuzwa barabarani na kupigwa na wahuni waliokuwa wamejihami kwa silaha butu kabla ya kunyang'anywa kamera zao pamoja na leseni ya udereva. Kufuatia matukio hayo, viongozi sasa wamevitaka vyombo vya usalama kutekeleza wajibu wao na kuhakikisha usalama wa wananchi pamoja na mali zao. Mimi nikiwa hapa nasema iko serikali, Kenya is not a failed state. Ina watu wa serikali watulinde sisi. Huku Amnesty International ikilani mashambulizi dhidi ya wanahabari na kutoa wito wa kuchukuliwa hatua dhidi ya viongozi wa kisiasa wanaodaiwa kuchochea vurugu, aliyekuwa mwanasheria mkuu Justin Muturi ameitaka serikali pia kuhakikisha usalama wa raia. Iko naona barabara asubuhi saa moja zote iko imewekwa mawe kubwa boulders. Ile inafanyika pale lazima tuikemee, and we must condemn it in the strongest terms possible. Bentura Komboka, KTN. Shukran sana Bentura Komboka kwa taarifa hiyo. Tukiangazia taarifa nyingine, ni kwamba kwa wakati mmoja shule ya msingi ya Kabonge Comprehensive ilikuwa ya kujivunia wakati wa enzi za ukoloni. Shule hii iliyopo katika kaunti ya Kirinyaga sasa imesalia mahame kufuatia miaka mingi ya kutelekezwa. Taswira iliyopo ikinasa shule yenye madarasa duni na idadi ndogo ya wanafunzi. Hata hivyo, kuinasua kutoka hali hiyo, shirika la M-Pesa Foundation limefanya ukarabati na kuiondolea aibu ya miaka na kuipa